kuleta hili neno tamati in a very few minutes. Nitakuwa nimefika hapo. Kitabu cha Luka 9 verse number 54. Luka 9 na mstari wa 54. Nashukuru Mungu kwa sababu ya hii nafasi na hili neno. Maandiko inasema, when his disciples James and John saw this, they said, Lord, you want us to command the fire to come down from heaven and consume them, just as Elijah did? Verse number 53 hapo juu inasema, but they did not receive him, but his face was set for, because his face was set for the journey to Jerusalem. And his disciples James and John saw this, and they said, Lord, do you want us to command the fire to come down from heaven and consume them, just as Elijah did? But he turned and rebuked them and said, you do not know what manner of spirit you are of. For the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them. And they went to another village. Nataka nikaandamanishe hilo neno na Matendo ya Mitume 57 to 60. Matendo ya Mitume ambayo ni 8, 57 to 60. Matendo ya Mitume mlango wa 8, 57 mpaka 60. Okay. Ninaona there is a saba, sio 8, 7. Maandiko inasema, then they cried out with a loud voice and stopped their ears and ran at him with one accord. And they cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their clothes at the feet of a young man named Saul. And they stoned Stephen, and he was calling on God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Then he knelt down and cried out with a loud voice, Lord, do not charge them with this sin. And when he had said this, he fell asleep. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahali nimesoma kitabu cha Luke na pia nikasoma kitabu cha Matendo ya Mitume 7 from 57 to 60. Na tumeona ya kwamba kuna mahali Yesu alikuwa anaenda na watu ambao walikuwa wa hiyo ng'ambo ingine, kwa sababu alikuwa anaelekea Jerusalem, wakamkataza kwenda kwao. Na Biblia inasema ya kwamba walipoona hivyo, wanafunzi wa Yesu ambaye ni Yohana na ndugu yake ambaye anaitwa James wakakasirika na wakamuomba Yesu, wakamwambia, Bwana, tuitishe moto kutoka juu mbinguni kama vile Elia alivyoitisha hawa watu tuwamalize. Yesu akawaangalia, akawaambia ya kwamba nyinyi hamjui mko na roho gani. Akasema mwana wa Adamu hakukuja kuangamiza, alikuja kuokoa kilichopotea. Praise God. Yesu akawaambia ya kwamba wakati ambapo niko hapa duniani
nimekuja kuleta neema, sijakuja kulaani na sijakuja kuangamiza wale ambao wananipinga. Nimekuja ndio kile kimepotea ama yeyote ambaye amepotea nikaweze kumuokoa. Na Bible inanifurahisha kwa sababu Yesu aliwaambia hamjatambua muko na roho gani, kwa sababu wakati mtu ako na Roho Mtakatifu, wakati mtu anaenda pamoja na Yesu katika Roho Mtakatifu, you are not called to destroy. Praise God. Amen. Kuna shida ambayo iko duniani kwa sababu watu wengi wanajua kusema ufanye ama ni kulaani ama ni kuangamize, lakini maandiko inasema ya kwamba Yesu alipotumwa na Mungu Baba hapa duniani hakukuja kuharibu, amekuja kuokoa kilichopotea. Na kwa hivyo watu wa Mungu, siku ya leo nataka ukasikie sauti ya Yesu ya kwamba wewe ambaye umepotea, Yesu alikuja kwa ajili yako, sio akulaani, amekuja kwa ajili yako akuokoe ukimwamini. Na ndiyo sababu maandiko inasema ya kwamba for God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. Watu wamepotea kwa mafundisho ya kulaani, wamepotea kwa mafundisho aina nyingi, lakini kazi ya Yesu ama the purpose of Jesus coming to this world was not to add curses to men. He came to save that which was lost. Siku ya leo nataka ukaweze kujua ya kwamba kama umepotea, kama kuna maisha umekuwa ukikaa, maisha ya watu ambao wamepotea, the voice of Jesus comes to you today to tell you ya kwamba he came to save you because you are lost. Amen. Praise the Lord. Amen. Biblia inasema ya kwamba Yesu ilibidi aambie wanafunzi wake ya kwamba we have to walk in the same spirit. Ukiona mtu hata awe anafanya nini, awe anaishi maisha gani, sio juu yako kumumaliza, kazi yako ni kumuokoa. Na ninashukuru Mungu, hayo maandiko nimeyapatanisha na maandiko iliyo katika Matendo ya Mitume 7 kuanzia 57 and hiyo verse ambayo ni 60, na tukaona ya kwamba mtume ambaye ama huyu mwanafunzi wa Yesu ambaye anaitwa Stefano, he was not an apostle, lakini alikuwa mmoja ambaye walichaguliwa wakaweze kuhudumu wakiwa watu 7, wakaweze kupatia watu chakula. Lakini maandiko inasema ya kwamba he was full of the Holy Spirit and he had wisdom of God. Alikuwa mtu mwenye hekima na alikuwa amejazwa na Roho Mtakatifu. Maandiko inasema ya kwamba kuna wakati huyu mtumishi wa Mungu Stefano alifika akaenda akakutana na Wayahudi, na tukisoma from chapter number 6 tutakuta ya kwamba walibishana na hao Wayahudi sana, mpaka tukafika mahali ambapo tunaona ikabidi akuti Old Testament awaonyeshe mambo ya Yesu, akawaonyesha juu ya baba zao vile walikuwa na mioyo migumu, walikuwa na shingo ngumu, mpaka wakafika mahali sasa. Alipofika mahali pengine akiwa amejazwa na Roho Mtakatifu, akawakazia macho, akawaambia, enyi nyinyi ambao hamjatahiriwa mioyo yenu, akasema ya kwamba you always resist the Holy Spirit kama vile baba zenu walifanya. Na walifika mahali wakasikia hayo maneno, ikawaingia ndani. Maandiko inasema wakafunga masikio yao wasisikie tena yale ambayo anasema. Na maandiko inasema ya kwamba walipofunga masikio yao wakaenda kwake wakiwa na kusudi moja. Na maandiko inasema wakamtoa nje ya nchi ama nje ya mji, na walipomtoa nje ya mji, maandiko inasema ya kwamba
wakaanza kumpiga na mawe. Walipoanza kumpiga na mawe, Biblia inasema ya kwamba kuna mtu mmoja ambaye alikuwa katikati yao na ndiye alikuwa anaongoza hiki kikosi. Huyu mtu maandiko inamuita Saul. Saul baadaye alikuja kuitwa Paul. Yeye ndiye alikuwa anasimamia hao watu ambao walimuua Stefano. Nashukuru Mungu, Stefano kabla hajakufa, maandiko inasema ya kwamba walimpiga na akasikia ya kwamba mimi mpaka nitakufa. Na saa hiyo Saul ndiye wameweka nguo miguuni pake, amesimamia hii operation ya kumuua Stefano. Na Stefano akamlilia Mungu, akasema, Bwana, chukua roho yangu. Na kutoka hapo maandiko inasema ya kwamba kabla hajakufa akapiga magoti, akasema, Bwana, usiwahukumu kwa sababu ya hii dhambi. Wakati alisema wasihukumiwe, akaanguka chini na akafa. Siku ya leo ninataka kufundisha kanisa ya kwamba tunafaa tubariki na tusilaani. Praise God. Nataka nikaweze kufundisha yeyote ambaye ananisikiliza ya kwamba we should bless but we should not curse. Even those who persecute you, you should bless them. Maandiko inanionyesha ya kwamba wakati Stefano aliposikia ya kwamba atakufa, alipiga ama aliinua sauti juu, akasema, Bwana, chukua roho yangu. Na akapiga magoti akasema, Bwana, ninakuomba usiwahukumu kwa sababu ya kile ambacho wamefanya. Huyu ndiye mtu wa kwanza kufanya kama Yesu vile alivyofanya. Wakati Yesu alipokuwa msalabani akiuawa, aliangalia juu akasema, Baba, wasamehe, hawajui watendao. Praise God. Imagine kama Yesu angetumia maneno ile ambayo wanadamu hutumia kwa sababu wanauawa, aseme kama wameniua mimi, aongeze maneno mabaya, nani angeokoka duniani? Hatungewahi kuokoka. Praise God. Amen. Stefano alifanya kama vile Yesu alifundisha, na kwa hivyo badala ya kulaani akaambia Mungu, usiwahesabie hii dhambi ambayo wamefanya. Na kwa hivyo wakati Stefano alipomaliza, tukienda tu pale mbele tutakuta ya kwamba kuna one of the apostles ambaye husema ya kwamba I am the chiefest of the sinners, ama kwa wenye dhambi huwa anasema ya kwamba mimi kwa wenye dhambi nilikuwa chief. Chief ni kusema kiwango chake kiko juu. Na hata amekiri ya kwamba wakati watu walikuwa wanaua Stefano, ni mimi nilisimamia wao wamumalize. Na anasema ya kwamba hata kama nilikuwa na dhambi nyingi hivyo, Mungu alikuwa amenichagua kabla ya misingi ya dunia kuwekwa. Na anasema ya kwamba ingawa mimi ndiye the least of the apostles, kwa ile mambo nilitenda kitambo, Bwana alinisamehe kuonyesha ya kwamba he can forgive anybody. Praise God. Na nikienda kumaliza, nataka watu wa Mungu mkajue ya kwamba katikati ya mitume ambao tunajua, mtume Paul, ile kazi alifanya hakuna mwingine alifanya kama hiyo. Alihubiri Asia yote, akahubiri Europe, akahubiri maeneo yote, akafanya kazi kubwa kuliko wengine, akateswa kabisa akihubiri Injili, lakini hakuachana na Injili. Nashukuru Mungu kwa sababu ya Stefano. Stefano hakumlaani, alisema yeye na hawale wengine, Bwana awasamehe, asiwahukumu kwa sababu ya ile dhambi walifanya kumuua, kwa sababu Stefano alijua ya kwamba mimi hata nikienda, alikuwa already amemuona Yesu akiwa amesimama juu mbinguni, na akaona Mungu akiwa pale, ama akaona aliona, can I read the words to be exact? Maandiko inasema ya kwamba
verse number 56. And he said, 55 inasema, and he being full of the Holy Spirit gazed to heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God, and said, look, I see heavens open, and the Son of Man standing at the right hand of God. Maandiko inasema ya kwamba wakati ambapo Stefano alikuwa anabishana na hawa na wakakasirika, mpaka maandiko inasema they were grinding their teeth, walikuwa wanasia kameno kwa hasira. Na maandiko inasema akaona mbingu imefunguka, akaona Yesu amesimama mkono wa kulia wa Mungu Baba akiwa na utukufu. Na maandiko inasema ya kwamba, ndio linasema ya kwamba Stefano already alikuwa ameona Yesu, na alikuwa na hakika ya kwamba hata kama ni mawe inanipiga, ninajua mahali ninaenda. Praise God. Amen. Hangekuwa na shida na watu kupiga mwili. Na ndiyo sababu siku moja Paul akasema in the book of Philippians, akasema ya kwamba to die is gain and to live is to be fruitful. Akasema kufa ni faida kwangu na nikiishi nitazalia Bwana mazao. Mtu wa Mungu, wacha nikuambie siku ya leo nikienda nataka siku ya leo tukawe na nafasi nzuri ya maombi. Nataka nikuambie ya kwamba kuna shida moja ya mtu kutojua ukweli. Kama Stefano angelaani Saul, unajua angelaani nani? Angelaani mtume wa mataifa. Na inamaanisha ya kwamba kama hiyo laana ingestika, mpaka wa leo sisi hatungekuwa na injili, kwa sababu mtume wetu amelaani. Nisaidia kusema amelaaniwa. Amelaaniwa. Praise God. Amen. Kwa watu ambao wanalaani, unaweza kulaani na kile ambacho unalaani ni kile kingekufaa baadaye. Wazazi, nataka niongee nani siku ya leo. Kuna wazazi wananisikiliza na kuna wazazi ambao nataka wabadilishe. Ukisimama mahali na uko na authority, unaweza kulaani mtoto wako, umuite ile majina utamuita. Na labda Mungu alikuwa amechagua huyo mtoto kwa jamii yako, ya kwamba huyu, ile maombi ambayo huyu mzazi huomba, huyu ndiye atatokea kama jibu na ataweza kutimiza kile ambacho amekuwa akiniomba. When you cast that child, inamaanisha ya kwamba you have denied yourself the blessings you have been praying for. Praise God. Amen. Nataka watu wa Mungu tukajue ya kwamba kuna jambo ama kuna watu unaweza kulaani, na ukiwalaani ukute ya kwamba na hiyo laana mara nyingi tumeona inatokananga na njaa. Na kitabu cha James kuna mahali imesema ya kwamba anger does not satisfy the righteousness of God. Mtu akiwa amekasirika hapendi mapenzi ya Mungu. Mara nyingi watu wakilaani ni kwa sababu ya njaa. Mara nyingi watu wakilaani ni kwa sababu ya hasira. Na kwa hivyo hii mambo inafaa iondoke kwa maisha yako. Unaweza kulaani mtu na yule ambaye unalaani ni saa hiyo tu ako na shida. Tumeona Saul alikuwa na shida nyingi, lakini baadaye Mungu amemtumia kwa njia kuu kueneza injili duniani kote. Nataka niseme ya kwamba, na ninataka ndio tuweze kuomba a few minutes from now. Nataka niseme ya kwamba watu wenye mazoea ya kulaani, unaweza kulaani kile ambacho kilikuwa kimeletwa na Mungu kuwajibu kwa mahitaji yako. That is why Jesus said, do not curse but bless. Amen. Praise God. Amen. Yesu akasema ya kwamba usilaani lakini ubariki. Leo sitaki niwapatie mfano wa yule mtu alilaani bibi yake, ajue ni mtumishi wa Mungu, na akajikuta hata yanaingia kwa shida, kwa sababu ni kweli ni mtumishi wa Mungu, lakini na yeye ni mke wake. Si mnajua hiyo mfano, nimeshawaambia. Na kwa hivyo mara nyingi watu wa Mungu, siku ya leo tunaambiwa ya kwamba James anasema ya kwamba hatufai kubariki Mungu
ambaye ni baba yetu, na tulaani watu ambao wameumbwa kwa sura yake. Na chemichemi moja haiwezi toka maji chungu na tena itoke maji mazuri. Inafaa either itoke mazuri ama itoke mabaya. Na ningekuwa na muda lakini hakuna, ningekuonyesha juu ya mtu ambaye anaitwa Balaam. Balaam alikuwa specialist wa kulaani. Mpaka wafalme walikuwa wanaenda kwake wakimwambia, nataka unilaanie hawa watu kwa sababu wewe tunajua ya kwamba ukilaani mtu hulaanika na ukibariki mtu hubarikika. Na wakati alienda kubariki ama kulaani wa Israeli, Mungu akamwambia ya kwamba usiwalaani hao kwa sababu nimewabariki. Praise God. Amen. Nataka niseme ya kwamba kabla hatujajua ukweli, mara nyingi watu hata mahali tumetoka from our community, watu wengi huwa wanasema akitumaniwa nyumbani anaambiwa ukuje, na ukikosa kukuja wazazi wanafuatanisha maneno. It is not good parents to curse your sons and your daughters. Ukiwalaani kama akipatwa na mabaya, hiyo shida itakuwa yako. Kuna watu hulaani watoto, akimuita ng'ombe anakaa mjinga, kwani atakaa kwa nani? Si utakaa na ng'ombe kwako? Na si mnajua ng'ombe hakuna kitu huwa inafanya. Kama ukilaani nawe ujipange kuwa unaenda kumtafutia chakula, unamletea hapo na analala hapo na hakuna kitu anafikiria. So nataka niseme ya kwamba katika midomo yetu hili neno linaitwa curse linafaa litoke kabisa, watu wa Mungu. Praise God. Wakenya wenzangu, nataka nikuambie ya kwamba neno hili la kulaani, it should come out of our mouths. Kwa sababu tunapolaani, jambo la kwanza ambalo nimekuambia ni kwamba when you curse, you are interfering with the creation of God. Unaingilia kazi ya Mungu. Kuna watu unaweza kuwa unalaani na Mungu amewachagua. Kama unalaani ambao wamechaguliwa na Mungu, mtakuwa na shida na Mungu. Unaweza kulaani watu namba 2 na wale ambao unalaani wanakuhusu. Kama ukiwa mzazi ama ni mtu wa familia yako, ujue ya kwamba huyo mtu atakaa kama hiyo laana na ni wewe utabeba mzigo wake kwa sababu ulimlaani. Ningetaka watu wa Mungu kutoka siku ya leo, let us know the truth of God. Maandiko inasema ya kwamba we should not curse, we should bless. Amen. Praise God. Amen. Hatufai kulaani, tunafaa kubariki. Kwa sababu ukibariki, maandiko inasema ya kwamba watakao kubariki nitawabariki, watakao kulaani nitawalaani. When you bless, you get blessed. Amen. Nataka Kenya mkaweze kunisikiliza kwa sababu kuna mambo ambayo huwa tunafanya. We are accustomed to cursing our leaders. Maandiko imetuambia kwa Isaya ya kwamba if you curse your leaders, you will go into darkness. Mtu huingia kwa shida kwa sababu umebariki ama kwa sababu umelaani viongozi. Siku ya leo ninapoenda kumaliza, kuna nafasi nataka nikaweze kupatia watu wa Mungu. Nikiongea vile ninaongea, labda uko hapo na siku ya leo haujawahi kubariki na haujawahi kubarikiwa na Mungu. Nataka siku ya leo nikupatie nafasi. Uko pale haujawahi kuwa na amani na Mungu, haujawahi kumbariki Mungu. Nataka siku ya leo umpokee Yesu katika maisha yako kwa sababu amebarikiwa. Nataka nikuambie, if you receive blessed people, you get blessed. Yesu ndiye mwana wa Mungu apendaye sana. Unapompokea katika maisha yako, utaanza kubarikiwa kwa sababu ya kuwa na uhusiano mzuri na Yesu. Kwa hivyo ningetaka ukaweze kuomba hili ombi la kumpokea the blessed Savior from God. Nataka omba hili ombi na ukaombe ukiwa umemaanisha. Tukaweze kuomba, sema tu nyuma yangu ukiwa umemaanisha: Bwana Yesu, naja kwako, nisamehe dhambi, nioshe kwa damu yako ya thamani. Kutoka siku ya leo ninakukaribisha, ingia ndani ya moyo wangu,
fanyika kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu, mbarikiwa na Mungu, ninakuomba siku ya leo kwa sababu moyo wangu unakubariki Bwana. Naomba ya kwamba ukanifanye mbarikiwa. Laana zote ambazo zimekuwa zimenifuata zikafike mwisho siku ya leo. Bwana nisamehe kwa sababu ya kukulaani. Nisamehe kwa sababu ya kuwalaani wanadamu ambao umewaumba kwa sura yako. Kutoka siku ya leo ninakuomba, fundisha mdomo wangu, fundisha moyo wangu kubariki. Katika jina la Yesu nimeomba na nimekupokea. Tuseme amen. God bless you so much. Ukiwa umeomba hilo ombi, ningetaka ukaweze kutumia ile namba ambayo utaona hapo chini. Ningetaka ukaweze kuitumia kwa mambo matatu. Jambo la kwanza, unaweza kuitumia kutuma prayer request kwa jambo lolote ambalo ungetaka tukaweze kuomba na wewe. Namba 2, ningetaka ukaweze kutumia hiyo namba kutuambia unasikia ujumbe huu, you can compliment. Nama jambo lingine unaweza kutumia ni kwamba utaweza kutumia hiyo namba kuibariki kazi ya Bwana, kwa sababu maandiko inasema ya kwamba ukibariki utabarikiwa. Na hebu nikaweze kukuombea baraka za Mungu katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu nasema ni asante kwa neno lako. Na siku ya leo, yeyote ambaye ananiona, yeyote ambaye ananisikiliza, yote ambaye Bwana atanisikiliza hata siku zijazo, nimeomba ukawakumbuke. Na Baba, ninaomba wanapokuamini, wanapokubariki, wanapoanza kubariki, nimeomba baraka zako, baraka za Ibrahimu, Isaka na Yakobo, baraka ambazo Baba umetuletea kupitia kwake Yesu Kristo, zikaweze kutua katika maisha ya watu wako. Yeyote ambaye ananisikiliza, ninazitangaza baraka zako, natangaza wema na ushindi wako katika maisha yao. Laana zote zikawaondokee, magonjwa ukawaondolee, shida za kila aina zikaweze kuwaondokea. Kwa jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. God bless you so much. Tutaonana wakati huo mwingine, na Bwana awe pamoja nanyi katika jina la Yesu.